Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, leo ikiwa ni Juni 8 mwaka 2026. Tuombe. Baba mwema, uketie mahali pasiri juu mbinguni, watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako siku ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee uliyotupatia. Asante kwa sababu ya uzima. Asante kwa sababu ya uhai. Asante kwa sababu ya namna ambavyo umeendelea kwa pamoja nasi kila wakati. Tumekutenda dhambi wewe peke yako. Tusamehe dhambi zetu. Tusafishe dhambi zetu. Tutakase nafsi zetu. Zaidi sana tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi sasa na hata milele. Masomo haya tunayojifunza asubuhi ya leo yakawe chemchemi ya baraka ibubujikayo uzima wa milele nafsini mwetu, nasi tukafae kwa watoto wako wa kiume na wa kike. Enda nasi katika jina lake Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema mwombezi wetu binafsi. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Warumi sura ile ya 8 aya ya 34. Neno la Mungu linasema, ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Bwana Yesu ni mwombezi wako binafsi. Rudia tena na tena mara nyingi siku nzima: Yesu alinifia mimi. Aliniona nikiwa katika hatari, nikikabiliwa na uangamivu, na kutoa uhai wake ili kuniokoa. Hamwangalii mtu kama mwombaji anayetetemeka akiwa anasujudu miguuni mwake bila kumhurumia, naye hatashindwa kuniinua. Amekuwa wakili wa mwanadamu, amewainua wale ambao wanamwamini yeye, na ameweka bohari ya hazina ya baraka kulingana na uhitaji wao. Wanadamu hawawezi kutoa baraka hata moja kwa wenzao, wala hawawezi kuondoa doa moja la dhambi. Ni stahili na haki ya Kristo tu ambayo itasaidia kitu chochote, lakini hili linawekwa kwenye akaunti zetu katika utimilifu mwingi. Kila saa tunaweza kuchota toka kwa Mungu. Tunapomrudia yeye, huitikia, mimi hapa. Yesu anajitangaza mwenyewe kuwa mwombezi wetu. Anatutaka tujue kwamba amejihusisha kwa neema ili kuwa mbadala wetu. Anaweka ustahilifu wake kwenye chetezo cha dhahabu, kutoa pamoja na maombi ya watakatifu wake, ili maombi ya watoto wake wapendwa yaweze kuchanganywa na manukato ya wema wa Kristo yanapopaa kwa Baba katika wingu la uvumba. Baba anasikia kila ombi la watoto wake wanaotubu. Sauti ya maombi kutoka duniani huungana na sauti ya mwombezi wetu anayeomba huko mbinguni, ambaye sauti yake Baba huisikia daima. Hebu na tupeleke maombi yetu kwa Mungu bila kukoma. Usiruhusu yaende juu katika jina la mwanadamu yeyote, bali katika jina la Yesu ambaye ni mbadala na mdhamini wetu. Yesu ametupatia jina lake ili kulitumia.
Yesu anakupokea na kukukaribisha kama rafiki yake mwenyewe. Anakupenda. Ameahidi mwenyewe kukufungulia hazina ya neema yake kwa ajili yako kutumia. Anasema, na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba, kwa maana Baba mwenyewe awapenda kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi, na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa Baba. Yohana 16:26 na 27. Kwa kweli anasema, litumie jina langu nalo litakuwa hati yako kufika katika moyo wa Baba yangu na kwa utajiri wote wa neema yake. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, leo ni Juni 8, maana ikisema mwombezi wetu binafsi. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili zuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.